naomba niongelee mambo fulani tulijifunza kutoka kwa baba katika miaka 54 yangu tuliishi naye. Katika miaka 54 tuliishi naye, jambo kubwa nilijifunza kutoka kwa baba ni jinsi ya kupambana na kujitafutia wenyewe. Kwangu mimi binafsi, sikumbuki kama baba aliwahi kunipa hata senti moja kwenye mambo yangu ya binafsi. Alisisitiza nipambane wenyewe na kwenye kujitafutia mwenyewe. Ila katika hayo yote hakushita kuwa mshauri mkubwa, na alikuwa tunapata muda wa kuchambua changamoto tunazozipata na kunishauri, lakini pesa hajawahi kunipata siku moja. Jambo lingine nililojifunza kwa baba ni jinsi ya kuishi na watu vizuri. Mahudhurio ya msiba huu ni ushuhuda kamili wa baba jinsi ya kuishi na watu. Viongozi wetu wa serikali wako hapa, wa viongozi wa chama, naona marais wastaafu, mawaziri wakuu wastaafu, wakuu wa vyombo vya usalama na jeshi, katibu kiongozi, majaji, makatibu viongozi wastaafu pia wote wako hapa. Pamoja na hayo, sisi jambo lilogusa zaidi baada ya msiba tu, kuna watu waliotupigia simu. Mfano, kuna mafundi wa mapazia waliokuwa na weka mapazia kwa nyumba yetu pale Usangi. Walipiga wakasema, bwana, mimi lazima nije nimzike mzee. Mafundi rangi, mafundi mabomba, na watu wa kawaida wote walikuja wakasema lazima tuje. Kuna watu marafiki wa mzee wametoka Copenhagen, Canada, wamekuja Copenhagen, Denmark, wamekuja kumzika mzee pamoja na umbali wote. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hayo yote.